Kwa uwepo wako Mheshimiwa Katibu Mwalimu Neema Rwila, tunatambua Bigi Studio yuko hapa. Mama anayeweza kutukabidhi mikononi mwa Bwana atukabidhi. Mungu wetu na Baba yetu uliye hai, Jehova, tunakuinua na kusifu, tunakutukuza Kristo uliye hai. Sante Bwana tena kwa ajili ya majira haya, Mungu mwema. Sante kwamba ulikuwa nasi tangu tumekuepo asubuhi mahali hapa na sasa ni mchana, Jehova. Tunakutukuza kwa namna ambavyo umetuonekania siku ya leo. Sante Bwana kwa ajili ya afya, sante kwa ajili ya uzima. Tunalibariki na kuliheshimu mno jina lako takatifu, Mungu mwema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sante Bwana kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao wamekuja katika soko letu la Majengo, Bwana. Wametukumbuka wanawake wa Majengo, Kristo. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya upendo ulioweka ndani yao. Asante Mungu wa mbingu na nchi uliyewahimiza kufanya jambo hili kwa ajili ya soko hili la Majengo. Ninakutukuza peke yako uliye mtakatifu wa watakatifu. Na Mungu ninawaleta mikononi mwako tena, Bwana. Bwana usiwaache wala kuwapungukia maisha yao yote. Uwabarikie katika kazi za mikono yao. Uwabarikie katika kundi lao walilo nalo, Bwana. Katika jina la Yesu Kristo namuweka mwenyekiti na katibu na wengine viongozi, Bwana, katika kundi lao. Ukawabarikie na ukawape maarifa na hekima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nasi Mungu tunajikabidhi mikononi mwako. Tunakushukuru kwa kuwa Mungu umewaleta hawa kwa kusudi lako na kwa mpango wako kamili. Katika utukufu wa jina la Yesu, heshima, utukufu, adhama, enzi na mamlaka, Bwana Yesu, navirudisha kwako nikiomba na kukuamini wewe. Amen. Kwa majina ninaitwa Mary Shomi Mtaki. Nina dakika 5 au 10 za kuweza kuongea na nyie kina mama. Sisi Songwe Women Gala Songwe Women Gala ni wanawake ambao tunampenda Mungu kwanza. Tumezaliwa katika maandiko na tumekulia katika maandiko. Lakini tunapenda kutoa kile tulicho nacho ili tuendelee kupata baraka kutoka kwa ninyi mama zetu. Lakini awali ya yote, si Songwe Women Gala kama unavyoona ni kikundi cha watu zaidi ya 3 ambao mimi ndo mwenyekiti Mary Shomi Mtaki na katibu wangu ataongea baadaye anaitwa Neema Rwila, lakini tuna dada yetu pale anaitwa Aika Raiman na wajumbe wengine kama mnavyowaona ambao wanatusaidia. Hii kikundi kimeanzishwa miaka 3 iliyopita kwa ajili ya kuwalenga wanawake na watoto na vijana na mabinti. Tulianzisha hiki kikundi kwa nia ya kwamba mji wetu wa Tunduma tunaujua na mji wetu wa Tunduma tunawajua ninyi mama zetu pamoja na watoto. Tulianza makongamano mwaka 2024 ambapo tulimleta Pastor Rose Shaboka na watu mbalimbali. Kipindi hicho tulimleta mgeni rasmi alikuwa anaitwa Mary Priska Maundi. Mwaka jana pia tukapata kibali cha kufanya kongamano, tukaweza kumleta Chris Mauki pamoja na Masanja, lakini bila kusahau mama yetu Epu Kamili na watu wengine. Lakini pia mwaka jana tuliweza kufanya sadaka kwa watoto wetu, kile ambacho sisi huwa tunakuwa na michango. Lakini tukaona hii michango yetu itakuwa inaenda wapi? Ni kula tu na kunywa? Hapana. Lazima tuwashike mikono wale ambao wanatuzunguka katika jamii. Mwaka jana tuliwagusa watoto katika kata ya Chitete, Chiwezi. Tuliwagusa watoto wa shule kwa kuwagawia uniform, viatu vya shule, tuliwagawia masweta,
tuwagawie vitu mbalimbali. Wale watoto wako katika mazingira magumu sana, lakini sisi tukaona twende kule, tuliwapeleka vitu vingi kweli, lakini haikuishia hapo. Tukasema mwaka huu pia kile ambacho tutakipata tukawaguse mama zetu. Katika maombi yetu zunguka yote tukaangukia majengo. Hatujui ni nini Mungu ametuleta hapa, hatujui ni sababu gani ambayo Mungu ametuleta hapa. Ukiangalia masoko yaliyo halali ni zaidi ya masoko 4 au 3 hapa Tunduma, lakini tukaona kwa ukubwa tuje kwenu mama zetu. Majengo oye! Mbona mmepoa sana wakina mama, hamjafurahi? Majengo safi! Makamu mwenyekiti wa soko safi! Katibu wa soko safi! Mwenyekiti wetu wa mtaje? Asante sana. Awali ya yote na mimi namshukuru Mungu kwa nafasi hii kuwepo hapa mahali siku ya leo. Lakini pia niwashukuru uongozi wa soko pamoja na serikali ya mtaa kwa kutupokea. Mungu awabariki sana. Na mimi niongezee kwa ufupi tu, ajenda yetu kubwa sisi Songwe Women Gala ni kuwahudumia wahitaji waishio katika mazingira magumu. Tunahudumia wanafunzi, tunahudumia wajasiriamali na watu wengine. Kwa hiyo hapa Majengo tuliona na ni eneo pia lina mazingira magumu kwa baadhi ya wafanyabiashara. Tumeona kule chini kabisa kuna wakina mama wanapanga vitu vyao chini. Kwa hiyo tukasema haya mazingira ni magumu na ajenda yetu ni kuwahudumia wenye mazingira magumu. Tukasema tuwachongee meza walau vitu vyao vile viweze kupangwa juu. Kwa hiyo tunaomba mpokee kidogo hiki. Tunajua hatuwezi kuwagusa wanawake wote kwa wakati mmoja, japo tunaendelea kuangalia. Tunatamani sana siku nyingine tena tufike mahali hapa kuongezea meza zingine. Kwa hiyo kwa wewe ambaye utakosa usijisikie vibaya. Tunaomba mtubariki kwa wale ambao watakaopata, tukiamini kwamba mzidi kutuombea sisi na sisi tunapoendelea kutafuta huko tupate, tuje tuwaone wengine tena. Tunatamani siku moja tukifika soko hili hakuna mtu yoyote ambaye anapanga bidhaa yake chini. Bwana Yesu asifiwe. Basi nisiwapotezee muda, niite majina machache ambayo tulipita, tulikutana nao tukaona jinsi walivyopanga bidhaa zao chini. Wa kwanza atakuwa ni Rebeka Jenson Mkumbwa. Rebeka Mkumbwa, Bupe Lusekelo Isakwisa, Dina Mkondia. Ukiitwa wewe kashike meza unayoitaka, kachukue meza unayoitaka. Debora Msangawale, Laheli Joni Chai, Limidio Chaki Mwampashi, Paulina Mwaulambo, Mary Binson, Tumaini Mwambene. Kwa niaba aliyekuja Eli Paulo Simfukwe yupo, Sofia Mwanja, Veronica Mwambene, Atusegulile Anania Mbotwa, Atusegulile Lecho Joni Chaula, Rebeka Jenson Mkumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi kwa niaba ya kina mama wa soko la Majengo tunawashukuru sana nyewe watoto mlipopachota. Kweli mazingira yetu yalikuwa magumu, tulikuwa tunafanya biashara zetu chini kwenye matope, kwenye vumbi. Lakini kuanzia hapa mmetukwamua kidogo. Tunaombeni hata siku nyingine mkaje, msichoke. Tunashukuru uongozi wa soko, tunashukuru uongozi wa serikali, tunashukuru wote hata kama kuna wengine hawapo hapa. Tunaomba salamu zetu zikafike. Mlipopachota Mungu aende akawaongezee. Wanawake oye! Wanawake kweli mnaweza. Na kupitia hili kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa. Dada zangu Songwe Women Gala, kwa kweli mmetuheshimisha sana soko la Majengo. Masoko Tunduma ni mengi, lakini mmechagua soko la Majengo maana mmelipenda na hamjakosea. Soko la Majengo ndio linalolisha Tunduma nzima kwa mahitaji yote. Yaani ukihitaji mahitaji mbalimbali madogo yote utayakuta Majengo. Kwa hiyo mimi sina cha kuzungumza zaidi, na waombea kwa Mungu mkaendelee tena mkachote panapotakiwa, mkatuombee na sehemu nyingine kama papo. Kuna wamama wengi walitamani wapate na wao, lakini waliopata kwa niaba ya wenzao watawakilisha. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa majina anaitwa Mary Shomi Mtaki, ni mwenyekiti wa Songwe Women Gala. Tunawashukuru sana wanawake wa soko la Majengo na uongozi mzima
wakiongozana na makamu mwenyekiti pamoja na katibu pamoja na viongozi wengine na serikali ya mtaa Majengo. Awali ya yote, kama tulivyosema, sisi hawa ni mama zetu na ndo soko kubwa ambalo tunaemea hili. Ukipita katika hili soko unaona pia kwamba hawa mama wana changamoto ya kupoteza mitaji. Kwa nini nasema kupoteza mitaji? Kwa sababu wanaporundika matunda sehemu moja au mboga sehemu moja, zingine zinachafuka, zingine zinaoza. Mwisho wa siku hawa mama hawaendelei, bali wanabaki pale pale. Sisi kama Songwe Women Gala tunamthamini huyu mwanamke kwa kuja kumshika mkono na kuleta hizi meza mnazoziona mbele yenu. Tumeona huyu mwanamke at least aanze kuweka vitu kwenye meza ili tuondokane katika fikra za umaskini za kwamba mwanamke anayeuza vitu vya mboga mboga atapanga vitu chini. Tunawaomba mama zetu, meza hizi tumewaletea kwa ajili ya kuongeza kipato na kuongeza wateja zaidi ya hapa. Tunaamini tukirudi, Mungu akitupa uzima, tutakuta katika eneo hili tena labda kuna vibanda. Kwa hiyo tunaamini hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili itakuja kubwa zaidi. Tunaomba wadau mbalimbali, mabenki na watu mbalimbali mnaosikia, hawa mama bado wana uhitaji mkubwa wa vitu kama meza hizi hapa. Tunaomba mfike katika hili soko letu kubwa la Majengo. Ni soko ambalo kila mtu anayetoka sehemu mbalimbali anafika hapa, na uzuri kuna soko kubwa linajengwa hapo la Sadek la mini Komesa. Hilo soko lisiende kuwafunika hawa mama. Wakiwafunika hawa mama, watoto wao hawataenda shule, hawatakula, hawatafanya mambo ya kijamii. Tuangalie ili wale wageni wanaotoka wakikuta mama ana meza kama hizi, hawezi kuacha kununua, kwa sababu katika viwango vya soko duniani ni pamoja na kuboresha mazingira ya kuweka bidhaa zenu. Niwashukuru sana, Mungu awabariki. Jina naitwa Debora Msangawale, ni mfanyabiashara wa soko la Majengo, ni mjasiriamali wa soko la Majengo. Na ikiwa tulivyokuwa tunatandika chini, tulikuwa tunakumbana na hasara ya matope. Alafu pia kingine tulikuwa yani kama mteja akija tunauza matunda yetu yanakuwa machafu. Hata kama unamuuzia mteja utakuta anasita kununua, maana kile kitu kinakuwa ni kichafu. Kwa saizi nimepata meza, ninashukuru. Matunda yangu yatakuwa safi. Ninawashukuruni sana watu wa Mungu mlikotoka. Ninawashukuruni sana.